أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. لا تسألن بني آدم حاجته مثل الذي أبوابه لا تعجب أو لا تغلق. الله يغضب أن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. Maisha yote usithubutu kumwomba mwanadamu shida zako. Kila kukicha unafikiria kumfuata tajiri Muhindi, tajiri Mwarabu, tajiri Mchina, kampuni fulani kufadhili, viongozi fulani kufadhili. La tas'alanna ay la tas'al, usithubutu kumwomba mwanadamu, kwa sababu binadamu hawana maumbile ya kuombwa, lakini muombe yule ambaye milango yake ya kuombwa iko wazi. Muombe yule ambaye anatangaza ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imukum. Muombe yule ambaye anatangaza kullukum 'arun illa man kasaituhu fastaksuni aksikum. Muombe yule ambaye anatangaza kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Muombe yule ambaye ametangaza kullukum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa naghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Tuwe na silka na culture ya kumwomba yule ambaye amesema sisi wote ni maskini, tuna njaa. Tumtake Allah msaada, tumtake Allah uombezi, atatupa chakula hakikatan. Tumwombe yule ambaye alosema tuko uchi sisi ila uliomvika, atumuombe maviko sisi vivazi atupate kutuvisha. Sisi tumemkosea usiku na mchana, naye peke yake ndo msamehevu. Tumwombe maghfira na toba apate kutughufiria. Alhasil, binadamu ukimwomba ananuna, anakuwa nanongwa, anakusema huyo hata umpe atosheki. Kila saa nakuja kuniomba, piga mizinga. Na mara nyingine inawezekana akawa ni mtu wako wa karibu, ukajua tumeshibana, lakini kwa sababu binadamu hawana sifa ya kuomba, unapomuomba na kungonga japo kwa mkewe. Na wewe unaweza ukawa babu mzima wa miaka 200, unashushwa heshima yako kwa kibinti cha miaka 16. Ndio maana kuomba ni haramu, na anayeomba viumbe hatotosheka, atabakia kuwa masikini. Lakini pia heshima ya muumini ipo kukinai vya watu, na Allah wetu sote. Yeye ndio mora wa matajiri, ndio mora wa masikini. Allah ukiacha kumwomba anakasirika sana. Na usimwombe Allah kupitia watu, ya Rabbi na kuomba umlainishe tajiri fulani moyo wake anifikirie. Hapana, Mwenyezi Mungu ndo kampa yeye, na yeye ana njia nyingi na Allah hajaishia. Kwa hiyo ni muhimu, imani inaokoa, imani inaponya.
Tangazo. Ukisikia la mgambo likilia, ujue kuna jambo. Asokuwa na mwana abebejiwe. Matangazo hayo ya kidunia na kuaga hivi. Tangazo jamani la mwito wa kumlilia Allah. Dua kubwa kabisa. Dua iliyobeba hisia zote. Dua ambayo itazingatia sharti za kuomba dua, kwa sababu dua haiombwi tu alimradi umeomba. Ad-du'a wal ibada. Dua ni ibada, na ibada ukiifanya ovyo ovyo haikubaliki. Dua ni application, ni letter ambayo tunamwandikia Allah jalla jalaluhu. Ukiapply kazi sehemu, ile application, namna ya kuandika ile barua ya maombi, basi utaambiwa uanze kwa insha, uanze kwa herufi kubwa, uweke koma hapa, maneno haya hayajatimia. Muomba barua hawezi. Mara nyingine unajua kuandika na kusoma, lakini unakwenda kwa mtu aliye experience mambo ya kupeleka barua za kazi ya kuandikie, ili kusudi ile barua wakiiona yakfihi insha, wajua huyu kweli amejua kuomba. Kumbe umetafuta ile barua. Barua zinazofanywa siku hizi za posa, japo zama hizo hazikuwepo, utamkuta mtu atamtafuta mzee au shekhe ili kusudi apate kumwandikia barua, na atamwambia hii barua ya posa ikubalike, iandike kwa Kiarabu, au kama si kwa Kiarabu iandike kwa maneno kadha 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 kwa kadha, mpaka itakubalika ile barua. Tamamu Sasa kupitia jambo hili kuna utaratibu. Ramadhani hii wakati inaelekea ukingoni, 10 la mwisho, tuliona siku za mkesha. Lailatul Qadr ni ibada ya muda mrefu, na wanawachuoni wanasema inna lillahi nafahatin almubadara fata'aradu biha. Mwenyezi Mungu ana ofa zake, zikipatikana msiziache. Tulipatiliza Lailatul Qadr na dua, na tunatumai dua kama ile Mwenyezi Mungu amekubali. Watu tuliwaalika katika dua ile, na dua ile ilifanyika taban. Lakini kila mwisho wa amali kubwa dua inakuwa makabul. Kuna amali kubwa kama sala, basi kullu duburu sala au kullu duburi sala, kila nyuma ya kumaliza sala, fa idha faraqta fansab wa ila rabbika farqab. Ukimaliza sala pale, dua inakuwa makabuli, dua inakubaliwa. Ule ni wakati wa siri wa dua. Ukimaliza khitma ya Qur'an, kuanzia suratul Fatiha mpaka suratul Nas, umeuhitimisha msahafu, basi omba dua pale, dua inakubalika. Birrul walidain, ukiwatendea wema wazee wawili, omba dua pale, dua inakubalika. Baina ya adhana na iqama, omba dua pale, dua inakubalika. Ndani ya ibada ya kufunga, omba dua pale, kwa sababu funga ni ibada kubwa, inakubalika. Ule muda mchache kusubiri iftari pale, omba dua, dua inakubalika. Sasa pia wallahi tumeisukuma mwezi mtukufu wa Rajab, tukajichunga nafsi zetu. Rajab mpaka ikaisha, ikaingia Shaaban, tukajipa miko, tukajipinda. Shaaban imekwisha, ikaingia mwezi mtukufu wa Ramadhan, tukawa nahnu dawabina fil ibada, tukawa tunaogelea sana kwenye ibada daima, mchana na kiu zetu na njaa zetu na kujiweka kihoro shahwaniyina zetu. Usiku tukiftari kidogo, hata iftari haijakaa vizuri, salatu tarawihi. Kisha mbali ya yote bado
hivyo hivyo hali ngumu, tukakamatana tafute zakatul fitri tumridhishe Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ndani ya Ramadhani tumewalisha mayatima, tukawalisha wajane, tukafuturisha wenye njaa, tukawakirimu wazee, tukatengeneza muamala wetu, tukatengeneza akhlaki zetu, tukajitengeneza, tukajipinda. Lengo letu tumridhishe Allah, lakini jambo kubwa tukaweka break ya maasi. Sasa Ramadhani ilipokwisha, tukajitahidi pia kuzuia jazba zetu, tusherekee Idi yetu. Alhamdulillah, tumejitahidi kuridhisha nyumbani, mwenye kajingua apate, mwenye kajikanzu apate, mtoto naye avae, jirani naye ale sikukuu. Yote haya tumeyafanya, na hivi sasa tupo kwenye mlima wa 6 ya Shawwal. Haya yote hatufanyi kwa ajili ya Ibilisi, kwa ajili ya Allah. Sasa tumeshamaliza Ramadhani, tuna haki sasa kupigia mzinga, na hii ni sunna mimman kana qablina, kupigia mzinga salihi amali, mema yaliyopita. Ukifanya jambo kubwa, ukimwomba Allah anafungua. Na hii ni hadithi ya Sayyidina Suaib katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, intalaqa thalathatu rahatin. Akisema rahatin ni 9 kushuka chini, 7 kushuka chini, hivyo. Mimman kana qablina au qablakum. Mtume alitueleza kuna watu watatu walipata safari kale kabla ya sisi ummati Muhammad. Wale watu walikuwa wakienda kutafuta miti, faraahumul mabit ila al-ghar, mpaka kukawa usiku hawajarudi, wakaona pango iko wazi, wakaingia kwenye ile pango. Ile wamekaa, bwana tulaleni hapa, Mwenyezi akijalia kesho tuendelee na safari yetu. Fanhadarati sakhratu min al-jabal fasaddat alaihim al-ghar. Lile pango lilikuwa linajiwe na mvua siku nyingi imenyesha, tamamu basi lile jiwe likakatika, likafunga ule mlango wa pango, wakawa la yastati'una al-khuruj. Pale kutoka hakuwezekani, na simu kale hakuna kwamba tuwapigie watu watufate. Wenyewe wakasema, jamani, inna lillah la yunjikum min hadhihi as-sakhra, la yunjikum min hadhihi as-sakhra, hakuna wa kukuokoeni ninyi kwa jiwe hili, kwa pango hili, hakuna hata mmoja, illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum, labda tumuombe Allah kwa mambo mazuri tuloyafanya kabla. Na leo sisi tunasema kwa istimbati hii, hakuna watu kutukamua sisi maisha yetu, illa an tad'u Allah bisiyamikum, hakuna atakayetuondosha na janga la ufukara na tabu na dhiki ila kwa kumwomba Allah kwa siamu zenu na Ramadhani zenu na tarawih zenu zilizopita. Je, hao walifanikiwa? Hadithi refu, lakini kifupi. Mmoja akapita mbele asema, ya Rab, kana li abawan shaykhan kabiran, mimi nilikuwa na wazazi wangu wawili wamezeeka vikongwe, la uhbiku qablahuma ahlan wala mala. Jazba yangu niliona, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Mungu kila akihukumu tauhidi anaamrisha ihsan, wema wa wazee wawili. Wa idha akhadna mithaqa bani israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Wazee wawili, ihsan. Sasa alikuwa stangulizi, ahlan, mke mtoto, wala malan, hata wafanya kazi chochote, kula, kunywa, kulala, kufanya chochote, isipokuwa kwanza ni watangulizi hao. Kheri kubwa. Umeona mambo hayo? Je, wewe ulomweka mzazi wako kijijini umemtupa? Fana abi yawman idh talaba shajara, siku moja nilipata safari natafuta jigogo fulani,
falam urih ilayhima hatta nama, sikurudi nyumbani mpaka wakalala wale wazee. Falaghabtu lahuma ghabukahuma, nikakamulia kinywaji chao cha maziwa. Nilivorudi fawajadtuhuma naimaini, nikakuta wamelala. Fakarihtu, nikachukizwa mimi, nimewakuta wamelala na njaa, na watoto wangu wamelala na njaa pia. Sasa nimechelewa kurudi, nimeleta chakula, nikachukizwa kuamsha. Alalai usimwamshe, ukimwamsha jamani, miongoni mwa haki mtu akilala usimwamshe. Atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Yusha bin Nun aliandamana na Nabii Allah Musa, walikuwa na kitoweo cha samaki, akakaangwa vizuri, wakambeba kwa ikapu. Kufika kwenye mti fulani, Nabii Musa akachoka kalala. Nabii Yusha hapo anamtafuta Sayyidina Khadr Balia ibn Malakan ibn Fihri ibn Arfakhshan huyo. Mara yule samaki akawa hai, akaanza kuingia kwenye haul, kwenye tope, na pakafanya maji, baadaye ilikuja kuwa bahari baadaye. Yusha aliona zile habari, hakumwamsha Nabii Musa kwa heshima, mwache alale. Waja'alna naumakum subata. Walipoamka wakaondoka, kawa amesahau kumwambia. Mpaka mbeleni Nabii Musa sema lete kitoweo, ambi ala. Walipokuwa wamelala kile kitoweo kile huika. Leo mimi na wewe, marake kisuna mtu ukimwamsha basi angalau chini ya nyayo za miguu kwa taratibu. Utaratibu ukiamka qiyamul layl kuswali, usigonge ile milango kopo hivi mpaka watu wote wajue umesali, usiwaamshe wengine. Lakini leo kama ni dharura kumwamsha, basi mtu kwenye za miguu mpaka anahisi kwa mbali hivi. Lakini wewe unamwamsha mtu, wewe mbona mwagie maji. Si utaratibu wa Kiislamu. Si utaratibu. Kulala kwenye ni hapa, peponi hakuna kulala, bora tulale tumalize. Sawa Nikaona vibaya kumwamsha. Na nyumbani kwangu nitaingia, watoto wana njaa, nikaona vibaya nikiingia wataniomba chakula. Na si ustaarabu wangu eti watoto wangu, mke wangu wale kabla ya wazazi. Si taratibu yangu. Nakuja kwenye dua. Basi mimi falabitu walqadah ala yaday, nikakaa mlangoni mwao na kile chombo cha maziwa kipo mkononi mwangu, nikisubiri waamke mpaka kukacha asubuhi. Wasabi walianza kuamka, watoto wangu wakawa wanapiga kelele miguuni mwangu, baba tupe hayo maziwa, acha inauma. Nikamwambia lieni mpaka mufe, mpaka wazee waamke. Wewe si umemnunulia mke wako matenge na nini, mama anachaka, subiri tu. Basi wakaamka wazazi wangu wawili, tena wananiambia si ungewapa watoto wadogo. Ambia watoto nyinyi si wao. Wakanywa yale maziwa, walipotosheka nikaambia watoto haya na nyinyi wako pangoni hawa. Akasema Allahumma, ewe Mola, in kuntu fa'altu dhalik, ikiwa niliyafanya hayo ibtighaa wajhik, kutafuta radhi zako, sio sifa si nini, fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. Hii hadithi hadisi kalmanzira, yani ndo Mtume Muhammad anahadisia, mimi na kopi tu. Basi tuokoe na ile jiwe. Mtume akasema, alikasogea kidogo kuingiza mwanga, la yastati'una al-khuruj, bado hawezi kutoka, yani sehemu ya kutoa mkono tu. Akaja wa pili, nitaishia wa pili, watatu siendi, sitaki mada iwe ndefu. Huyu wa pili akasema, ya Rabbi, huyu ndo alikuwa hatari. Kana liya binatu amili, mimi nilikuwa na mdogo wangu, mtoto wa ami yangu, ba mdogo sio, nilikuwa nampenda sana yule binti. Afaman zuyina su'a amalihi faraahu hasan, na shetani akikupambia amali mpaka unaiona nzuri. Kila mwanamke ninayemwona mtaani namkumbuka yule binti, kila nikipita huku
Yaani nikinywa maji namuona, nikisinzia namuona, namtamani kweli kweli. Nikamtongoza. Famtanaat minni, binti mcha Mungu safi. Akaniambia wewe ishia hapo, koma, kumbe tabia zako mbaya. Na nitamwambia baba, nitamwambia baba. Lakini matamanio ni ugonjwa. Kadri anavyozidi, na mwanamke kadri anavyozidi kukatalia ndio thamani inazidi. Basi nikaenda hivi hata alamat laha, mpaka yule mwanamke siku miongoni mwa siku pale kijijini kwetu pakaingia njaa ya hatari. Palipoingia njaa ya hatari, tumeelewana vizuri yule binti, mimi nilikuwa na maduka nauza, fajaatni, akanifuata kama kaka yake. Asubuhi jana usiku amelala na njaa, asubuhi hawajanywa hata chai, hata maji nyumbani hamna. Mchana unapita hivi, siku ya pili na njaa. Akaona kaka yetu simfanya biashara, akanifuata binti mzuri. Alipokuja akaniambia, kaka, nyumbani hali mbaya, hivyo shangazi yako hajala chochote na sisi na wadogo zako. Kwa hiyo kaka, sijui utatukopesha, sijui utatusaidia ndugu zako. Yule bwana akasema, nafasi ishapatikana, wewe ule vyangu sawa na mimi nile vyako, tubadilishane. Wenyewe wanasemaga nipe kinachofanana na hela. Shenzi kweli. Umeingia mwenyewe timing. Akamwambia, sasa mrembo kama wewe unakuaje na njaa, watu kama sisi tupo? Tumeelewana vizuri Akafungua godoni la ngano, ambia ingia pale, chukua ngano. Wewe fungua hilo godoni la mafuta, utakalizeti au koria au ya kawaida, chukua pale. Mchele chukua pale. Unaona vitu vinapagawisha. Sasa ukiwa na njaa, binti kajaziwa, asema faataituhu 120 dinara. Mtu amekuja ana njaa Sheikh, afu unampiga milioni au 600,000, unajui mnamchanganya. Akamwambia, mimi nakupenda wewe mwenyewe tu, ndio upendeki toto kama wewe. Tena Mungu kakupa kila kitu, japo kitu kimoja hujapewa. Nini sijapewa? Namba zangu za simu hujapewa. Chukua nazo hizo namba za simu. Binti katulia, kavurugwa, ambia, na hapa huu ni mwanzo, nikikupata wewe sasa saa ngapi tupange? Akamwambia, kifika niwapikie, si unajua njaa, tufanye kama saa 9, fanye saa 8 bwana. Saa 9 basi fanye saa 8:30, saa 8:30. Basi mimi nakusubiri, usiniweke hivyo, usinichomeshe mahindi. Akamwambia, nakuja. Kweli utakuja, utanifurahisha. Asante. Huyo kaondoka zake binti. Njiani anahesabu zile pesa. Sasa yule bwana kila hakika saa ngapi? Kumbe saa 6, mbona muda uendi? Kila kiangalia saa 7. Sasa hivi tu. Siamini. Tahamakia anaona saa 8:30 imefika. 9 kasoro. Kila saa kiangalia huko, akisikia mtu anagonga, mrembo kashafika huko. Kuingia kaja shehe, bwana nimekuja sikuje, kuna jaula. Shehe, tutaongea, wewe nenda kwanza. Anambia, nuksi zenyewe hizi. Kila kiangalia anatokea wapi? Si achukue bodaboda mara moja. Basi tahamaka binti yule akaja ndani ya tai. Jamaa haamini. Ulikuwa unajua siji? Ilikuwa unajua huji. Siku nyingi nimekutafuta. Ambia, ndio ushanipata. Haya, twende ndani. Walipofika ndani kule, pana riwaya nyingi kidogo. Hata qadartu alaiha baina shu'biha al-arba. Anasema tulivyoingia ndani, jambo la mwanzo binti akanambia, haitalak, mimi nishakuwa tayari, funga sasa milango. Jamaa akafunga mlango, kacha. Funga madirisha, haina neno, apiti mtu. Hii nyumba yenyewe fence atakatizana.
funga, kafunga. Akaambia bado kuna lile tundu la msumari lile nalo, funga, kafunga. Kwenye ufunguo pale akaona kuna kitu kinafanya hivi, kuna kijicho kinachungulisha kufunga, kumbe katoto kapewa mkofi, naenda kukwambia pale napofunga. Funga. Akaambia bado hujafunga. Ambia wallahi nishafunga dadangu. Shauku inapungua ujue. Ambia nishafunga. Ambia bado mlango wa Allah hujaufunga. Mlango wa Allah hujaufunga kakaangu. Huu mlango ukiweza kuufunga, mimi niko tayari. Riwaya nyingine inasema alipofika pale akamtoa nguo zake zote, binti mwari. Hajawahi na so mvimba macho. So mvimba macho. Wenyewe watu wa kaida anasema bakora ya baba ikisimama yankusu aqluhu, akili zake zinapungua. Tumswaliane Mtume. Allahu Akbar. Anakohoa bila kuwa na kikohozi. Jasho jingi, moyo unaenda mbio na sauti inapotea. Inatetemeka. Umeona Sasa akaanza mulaabati, michezo yote, preface, utangulizi, ikabakia kuthibitisha tendo lile. Binti akapiga kelele akasema, wala itaqillaha wala tafaddal khatima illa biidhni au illa bihaqqiha. Wewe kaka, wewe umenipa mapesa, usitumie pesa zako kumwasi Allah. Mimi ni mwanamke msichana, usiutoe usichana yangu bila kupewa hivi, bila kufunga ndoa. Itaqillaha, muogope Mungu. Aliposikia tu muogope Mungu, asema fasaraftu anha, nikaruka nikaondoka, hisia zote zikaondoka. Kaambia katika jambo hili unamtaja Allah, hofu imenipanda, basi hizi pesa shika, na hizi naikania sija kuhonga na sitokudai, inshallah fi amanillah. Tumche Allah. Unaona jambo dogo hilo? Semeni wenyewe, mnaona jambo dogo hilo? Ingekuwa yule na yule, sema Mungu mwenyewe anaona umtiani. Asema Allahumma, ewe Mola Karim, ikiwa nimeyafanya hayo kutafuta radhi zako, tunusuru sehemu ambayo tupo. Mtume anahadisia, anasema kwa ujasiri ule, wallahi kile kikinenali kijiwe kikasogea tena, wanachowatoa kichwa tu, mwili hautoki. Wa mwisho alikuwa mtu wa miamala, tajiri. Kuna mtu mmoja ampe ujira wake kasusa, fathamartu lahu ajraahu, ule ujira wake akauzungushia, baadaye ukazaa mali nyingi, akawa tajiri kupitia mshahara wa mtu. Baada ya muda anakuja ambia, bwana nipe tu zile pesa zangu. Nikamwambia kila unachokiona ni pesa zako. Akakomba kila kitu, mkabakia maskini. Nilijua si haki yangu. Hilo nalo si dogo. Haya Mungu nimeyafanya kwa radhi zako, kwa ajili hiyo tuokoe. Mtume asema likaondoka lile jiwe, wakaondoka mpaka majumbani mwao hawajafa. Kwa hiyo ukifanya jambo zuri, nyuma yake fanya amali. Sasa leo mabwana, nisikilizeni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, siku ya Jumatatu ni siku rasmi aliteremsha Qur'an al-Karim. Na siku ya Jumatatu ni siku rasmi Mtume sallallahu alaihi wasallam alishushiwa suratul Alaq. Na siku ya Jumatatu ni siku rasmi alizaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na siku ya Jumatatu ni siku rasmi alikufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na siku ya Jumatatu ni siku rasmi imeumbwa vitu vyenye baraka kama miti na kadhalika. Kwa hiyo Jumatatu pia ni siku rasmi. Jumatatu pia ni siku rasmi. Mbingu inafunguliwa kwa ajili ya kupokelewa maombi ya wiki nzima. Mbingu inakuwa open. Kwa hiyo Jumatatu wanasema vijana usiichukulie poa. Kwa hiyo yaumul ahad, siku ya Jumapili, ni siku ya kukesha, kusoma magharibi yake ni Jumatatu. Na Jumatatu ni siku rasmi inaopendeza Muislamu kufunga saumu za sunna. Kwa hiyo sasa tunamkesha, mkesha huu wa dua. Kwanza kila mmoja anayesikia sauti hii ni wajibu
Wallahi kama Ramadhani alituma majina yake, safari hii atume majina yake zaidi, kwa sababu dua hii itakuwa live kila kipengele. Faida utakazozipata katika dua hii, kusali pamoja na sisi, lakini utajifunza hatua kwa hatua namna ya uombaji. Jambo la mwanzo tutakalolifanya, tutalala, kisha tukilala tutasimama tahajjud. Qiyamul layl ni ile tu baada ya Isha ukaunganisha mpaka asubuhi, lakini tahajjud, kulala ukaamka, hii ndio ina fadhila zaidi. Kwa hiyo Jumatatu dua itakuwa kama ifuatavyo. Tunaanza kuelekeza utaratibu. Kwa kifupi, Imam Muhammad rahmatullahi alayhi siku hizo alikuwa mgeni katika msikiti fulani, akafukuzwa. Mtu mmoja akampokea, akampa ugeni nyumbani. Usiku yule mtu alompokea Imam Ahmad alikuwa akiswali usiku. Wakati anasali usiku, tumeelewana Imamu alimuona yule bwana anaanza kufanya istighfar, kisa kirefu. Mwisho akamwambia, kwa nini kabla ya kuomba dua unafanya istighfar? Akamwambia, kwa sababu nikifanya utaratibu huu hakuna jambo lolote na muomba Allah isipokuwa ananipa. Ambia, kwa hiyo wewe dua zako zinakubalika? Ambia, sana, lakini sharti nianze na istighfar. Ila jambo moja tu ndo sijapewa nalo nasubiri. Akamwambia, lenyewe lipi? Ambia, natamani kumuona Imam Ahmad bin Hanbal. Kwa nini unatamani kumuona? Ambia, uchamungu wake, elimu yake, na hizi zote ni athari zake za elimu zake tunaoyafanya. Ndio pale imamu akamwambia, hata hilo la tatu lenyewe ushajibiwa. Ahmad bin Hanbal ndio mimi hapa nyumbani mwako. Yule bwana akalia sana, akafurahi sana. Sasa nataka kusema kitu kimoja, vitu vinavyosababisha tusirehemewe. Kwanza, madhambi. Dhambi ni nuks, huwa musabbibu hirmanu taa. Dhambi inasababisha kunyimwa wewe taa. Unatia nia, mimi nitasali qiyamul layl, unaamka alfajr. Dhambi huwa musabbibu hirmanu rizq. Ilikuwa riziki kufikie, msaada umepewa, mpelekeshe nasro, lakini ule msaada unajodonyolewa mpaka unaishia huko huko ofisini, kwa sababu kuna dhambi umeitenda, ile riziki haiji. Dhambi huwa musabbib hirmanu ilmi. Elimu wewe ukanyimwa, nitasoma usome kwa sababu ya dhambi. Siku miongoni mwa siku, Imam Shafi alikuwa msomi, alikuwa na kichwa kizuri, anahifadhi sana, lakini mwisho wa siku ilifikia stage Imam Shafi rahmatullahi alayhi akawa hawezi kuhifadhi, kwa sababu aliona mgutu wa mwanamke. Ndo akatoa zile diwani zake muhimu, shaqautu ila waqi'i su'a hifdhi wa arshadani ila tarki al-ma'as wa akhbarani anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda li'asi. Elimu inanyima hivyo. Basi pia dua zinazuiliwa na madhambi. Kwa hiyo usiku ule tutakaposimama, tutaanza kufanya istighfari pamoja na toba ambazo Mtume mwisho wa uhai wake alihimizwa afanye. Fastaghfiruhu innahu, naam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba. Wataalamu wa Qur'ani wanasema suratul Nasr ni sura ya mwisho kushuka jumla kwa utu uzima wake, yani bila kipande, lakini hatumaanishi kwamba ndo ya mwisho. Aya ya mwisho kabisa ipo katika suratul Baqara, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hii ndio ya mwisho kumshukia Mtume, na aya za jirani na mwisho, al-yawma akmaltu lakum din, lakini ya mwisho kabisa ni hiyo aya. Lakini sura ile ilishuka kwa ujumla wake baada ya miezi mitatu kutoka Maka, ilikuwa ni suratul Nasr, na ilimhimiza Mtume kufanya istighfar za sampuli hiyo. Kwa hiyo usiku tukisimama, tutafanya istighfar za aina 4. Istighfar ya mwanzo nitatoa na fadhila zake. Dua kubwa hii, wote tuna madhambi, ubinadamu ni kukosa. Mbora wa kukosa ni yule anayetubia kurudi kwa Allah. Istighfar ya mwanzo usiku huo tukiweka hisia machozi, na hatumwabudu Allah mpaka tuwe na sifa 3 kwa 3, 3 bi 3, 3 bi 3. Sifa ya mwanzo kabisa, tutamwabudu Allah
tukiwa na tawaju tama, lazima tuwe na al-udhu wal-khushu wal-hudhur. Ibada ni roho. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu alimkuta mtu anafanya istighfari. Mnazijua zile istighfari ile, kama mtu sijui anakuwa akaambia ishtafali, nini unafanya? Ambia naita istighfar. Ndio yale tu, bwana Yanga kali, afu mtu hata sema Yanga inatisha, eti ndio anafanya istighfar. Simshai kuona hivi. Wengine hata wafanyi hivyo, wanahesabu, wallahi wanahesabu. Mtu mmoja alikuwa anaonekana na tasbihi na kanzu, anapita mtaani muda wote yuko hivyo. Mwamba anatisha. Sikapiga 100, 45, 46, 47, 48, 49. Umeona sasa? Sasa akamwambia unafanyaje? Ambia analeta istighfari kwa Allah. Ambia hiyo istighfari yako yahitaji istighfar aidan. Hiyo istighfari yenyewe unaoifanya, jamani, application kwa Mungu. Ile barua, mimi juzi nimeenda benki hapo Western Union, tumeelewana ile barua nilivyoandika au ile risiti, tarehe ilikuwa ya jana 3, sio nikaandika 2, nika cancel, nikaandika 3. Ile ku cancel ile tarehe ile wamenirudisha, sema labda hela sio yako sha. Cancel hiyo, tia saini yako mbele. Hiyo ni benki tu, ndio kwa Mungu ombe ovyo ovyo. Mnasema dua hazikubaliki. Dua zina taratibu na sharti. Sharti ni hizi. Tena naweza nikasema, sio kila mtu anayekwambia naomba dua ataomba dua na itakwenda. Mungu ni mtoaji, lakini atoi ovyo ovyo. Maana leo Tanzania na sisi mashallah, mtu akijisikia kupiga dua tu naye anapiga dua. Tumeelewana vizuri Dua hizi Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja kutufundisha, na dua ndio hizi waliopita kabla yetu wakifanya mambo makubwa, kwa sababu walikuwa wanatulia kwenye dua. Dua ni ibada, na ibada yoyote ina masharti. Hivi kuna ibada isiyokuwa na masharti? Hiyo swala yenyewe kasali ovyo ovyo kama hujatafuta balaa. Kwa hiyo sharti yetu ya mwanzo katika dua ni ile sifa ya kuwa na tawaju. Tawaju yetu ya mwanzo al-udhu huwa al-musamma. Jambo la mwanzo lazima tuchukue udhu. Wenye wilada na hedhi aiwahusu kwa wakati ule, kwa pale wataitikia kwa pembeni. Tunaona hata kwenye hili wata'tazilu al-hujjat al-musalla liyashhadna al-khair wa da'wat al-muslimina. Wenye hedhi wakae pembeni ili aiwahusu kukaa pale pale. Kwa hiyo jambo la kwanza la umuhimu katika dua hii ndio natoa mwongozo. Jambo la mwanzo kabisa udhu, alafu iltijahi alqibla, kuelekea qibla. Lazima tuelekee haram Makkah hii ya qibla. Sifa ya pili baada ya tawaju kuna tafakkur, na hili ni jambo kubwa. Tafakkur kama itatajwa subhanallah, hii subhanallah si jambo dogo. Lazima tafakuri ije kihisia. Kweli Allah ameepukana na kila udhaifu na kila uzembe na kila aibu na kila upungufu. Subhanallah. Ndio maana waliopita mtu akisoma tu bismillahirrahmanirrahim, upepo unasimama, qiraa kinasikilizwa. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Anasoma Imamu Abu Hanifa aya hiyo mpaka asubuhi. Mwingine sahaba akawa anaisoma haendelei, kipembe cha mlango akasikia sauti ya majini. Kwani yakuwa na aya zingine za kuendelea? Umeng'ang'ania aya hiyo hiyo, tayari ushawaua majini 3 kwa hofu ya Allah. Washakufa majini 3. Ilikuwa Qur'ani kweli, sio rasman, toka moyoni. Mtu ilikuwa ni sunna. Inna lilmuttaqina fi jannatin wa nahar. Basi anatabasamu fi maq'adi sidqin, akisoma pepo anatabasamu.
akisoma habari za moto analia, anaogopa. Wao ukisikia inna jahannama kanat mirzala, la nini wewe bwana? Nini wewe, una matatizo gani? Matatizo yako yepi? La taqrabu zina innahu fahishatan wa saa sabil. Mtu mmoja pale ilikuwa sala magharibi, mtume anasoma, kadondoka kafa sahaba. So waliyafanya hayo. Kwa hiyo jambo la pili, tafakkur katika dua hii. Jambo la pili, tutajitahidi kujinuiza, na ni kawaida yetu tafakkur. Yani ndo nakupenda siri ya dua mabwana. Usiniambia ya maneno shekhe tumesoma sana, hawezi. Unajua Sheikh Omar, kuna kusoma dua na kuna kuomba dua. Umenielewa? Wallahi shekhe, ud'u lana, tuombe. Basi angalia hicho Kiarabu cha Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina Allahumma ij'alna mujtama'ana hadha. Kazi hifadhi dua, haombi dua, anasoma dua. Ni dua maathur kweli, kaziomba mtume, lakini hamna chochote. Na mtu na midua yake yote aliyohifadhi na kwa shirikina kupigwa ndumba. So wazimsogezi popote, hazina roho. Sheikh Omar, narudi kwako tena. Wengine wanajua ili dua ikubalike ni kuweka maspika makubwa na ya Allah kufoka basi, ukamkuta mtu anaanza vibwengo dua kali. Acha mambo yako bana, dua kali ya kwenda wapi? Si speaker zile, si hata Wakristo wanatembea na ile zile ya Allah Yesu wasasoka sakala wala fire ya kwenda wapi? Akipita kwa mtu mwenye vibwengo na upako wa nini bwana wewe? Jini hataki kufokewa. Si mtume naye angefoka, mtume alikuwa na speaker. Tunaenda kidogo, lazima tunyoane tati. Dua. Halafu lengine, Sheikh Omar, hisia ya mtu si dini. Sio kwamba Osman Michael anapenda kufanya hivi, kwa hiyo ndio dini kwa hivyo. Hapana. Jazba yako itawaliwe na elimu na hekima na kivuli cha Mtume Muhammad. Yaani ukifika pahala unatakiwa uwe mkali, hata kama sifa yako ni upole, kama dini imekutaka hivyo uchange. Sehemu nyingine kama unapayuka, dini haikutaki kufanya hivyo, kaa chini. Dua. Na jingine Sheikh Omar, tuongeze. Mashekhe si tunaofanya dua. Tumeelewa? Tunawaaminisha watu dua zinatenda maajabu, dua zinafanya hivi, lakini maneno yote tunataja hizo sadaka zao. Yaani si tunaneemeka kwa sadaka zao. Wasipotoa hatujapata chochote. Hii ni hadaa. Umeelewa hii ni hadaa. Watu waelekezwe kwenye dua kama dua. Na mambo ili kufunguka si pesa peke yake. Kuna watu wana kesi. Mwisho unamkuta mtu kashahudhuria sana, yeye ni kutoa sadaka tu kuwapa mashehe, matumbo yanakuja, yeye yuko pale aendelee chochote. Ndio kaibiwa hivyo. Umeelewa Tunaenda kidogo. Chuma cha mkunanga utanisamehe. Hakuna kuibiana katika Uislamu. Na hii dini yetu si dini mbao kwamba ukisema tu hivi basi. Ni dini ya hoja. Kwa hiyo jambo la mwanzo kwa upande wetu tutakavyofanya dua hivi ni kama ifuatavyo. Sifa ya pili, tafakkur. Sifa ya tatu, tadabbur, mazingatio. Lakini ibada ina nguzo moja. Ibada unaoifanya ikufikishe daraja la ihsan. Na yenyewe anta'budallaha ka'annaka tarahu, kumwabudu Mungu kama unamuona. Kama imani hiyo huna, basi umwabudu Mungu kana kwamba yeye ananiona. Hata ile sala Allahu akbar, vuta hisia Mungu yuko mbele yangu au ananiona. Kama hiyo hisia hamna, basi hebu acha kwanza, tafuta ile hisia, uwe kiroho ndani ya sala. Tumeelewana
Kisha tukishaweka nia hizo, tunaanza na istighfar. Tunasema astaghfirullahal azim wa atubu ilaik, astaghfirullahal azim wa natubu ilaik. Hii tutaisoma mara 100 istighfar, ambayo itaanza kutudondosha machozi. Na wewe ukitufuatilia katika dua hii live, wallahi chakula kina utamu wake. Utamu wa chakula, hata hiyo biriani haina thamani mpaka utie chumvi. Na chumvi ya dua, machozi, toa machozi. Machozi yana thamani wewe. Mpaka Sayyidina Abubakar ni Siddiq anasema, kama uwezi kulia kwa ajili ya Allah, basi eti kama unalia, hilo lenyewe linakutosha. Kumbe hata uli macho makavu, hilo lenyewe linatosha. Amir al-Mu'minin Umar anasema kulia kwa ajili ya hofu ya Allah ndo mzizi wa hekima. Na alikuwa akilia Abubakar ni Siddiq, yale machozi yanatia kwa ndevu zake, kwa sababu sehemu inaoingia machozi haitoingia motoni. Hal bakaita lillah, ushawahi kulia kwa ajili ya Allah au macho makavu au ni qaswatil qulub? Allah anasema thumma qasat qulubukum, qulubuhum min dhalika wa hiya kal hijara au ashaddu qaswa wa inna min al hijara lama yatafajjaru minhu al-anhar. Watu macho magumu, bora ya mawe yanatoa maji. Wa inna min al hijara lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma, tena mawe mengine yanapasuka na maji yanatoka. Wa inna minha lama yahbitu min khashyati, mara nyingine utakuta jiwe linadondoka, halidondoki hofu ya Mungu, lakini kuna moyo au tikisiki ya uli. Kwa hiyo chozi, kila anayesikia maneno haya, hata akiwa peke yake, ajifunze kulia. Masahaba amelia, Mtume kalia sana. Na wewe lia kwa ajili ya Allah. Kwa nini tusikucheke Ramadhani nzima hujai kudondosha hata mchozi? Siku moja tumeenda kundi yetu ya siku 40 shehe. Katika ile kundi tulikuwa na mzee mmoja wa Kiarabu na mzee mwingine wa Kisomali. Basi yule mzee wa Kiarabu alikuwa na kitambi. Sasa tulikuwa tukipiga dua za machozi, tulikuwa tukiambiana, jamani, dua za machozi. Tuna ya Allah, waja kwa wanyonge Allah. Sisi si lolote ya Allah. Si lolote, si chochote. Lakini tunakosi usiku na mchana ya Allah. Ya Allah, tusamehe Allah. Waja kwa wanyonge Allah. Sasa yule mzee anaanza kulia. Sasa kile kitambi, ile tumbo linacheza. Sasa yule mzee wa Kisomali, wewe wenzie tunalia, acha kauke kucheka. Anacheka kule, huyu mzee vipi? Kambia, mbona unacheka? Ambia, kwani mnalia nini? Ambia, wewe uko wapi? Kesho naye kaanza kulia, moyo umepata ulaini. Tuwe tunalia. Sawa Baada ya istighfari ya pili muhimu. Istighfari ya pili muhimu. Kalmatain khafifatan ala lisan, thaqilatan ala almizan, sio? Habibatani ila arrahmani jalla jalal. Maneno mawili Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mepesi kuyatamka, yana uzito mkubwa kwenye mzani wa muumini, alafu Allah anayapenda. Sasa haya ukiyasoma, kwanza umemfurahisha Allah. Ukiyasoma mara 100, uwe na madhambi kama povu la bahari, yote yameondoka. Kwa hiyo kinachosababisha tusifanikiwe ni madhambi. Maneno yenyewe ni haya tunayasema mara 100, huku tunalia, huku Allah anafurahi. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Usiku huo mara 100 tunayafanya haya maneno. Kisha tukishamaliza tunaingia istighfar namba 3, babu lao. Maneno haya yanapatikana katika suratu Anbiya, wa dhannun idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Hii tunaisoma mara 110, siri yake ipo. La ilaha illa anta tunaisoma mara 110, kwa sababu ni adhkari ambayo yenyewe fihi ajabun, awwaluhu tahlil wa wasatuhu tasbih wa akhiruhu al-iqrar. Mwanzo mna la ilaha illa Allah,
kati kuna tasbihi, mwisho kuna toba. Hii alivyoisoma Sayyidina Yunus, alitoka kwenye tumbo la cheo. Kwa nini wewe usitoke jela? Kwa nini usitoke kwenye umaskini? Kwa nini usitoke kwenye maradhi? Kwa nini usitoke kwenye kitu kadha wa kadha? Hii aya ndani ya sura hii mbele Allah anasema fastajabna lahu wa najainahu min al-gham wa kadhalika nunji al-mu'minin. Hizi ndio dua. So nini wewe bwana? Maneno mengine hata hayaeleweki. Anasema fastajabna lahu, tulimuitikia. Ni sharti kila anayesoma hii Allah muitikie, anna wa'ada Allahi haqq walakin akthara an-nasi la ya'lamun. Promise za Allah za kweli, watu tu hawajui, wanapayuka payuka. Allah ndo wa kukimbiliwa. Watu wote hata wasiokuwa Waislamu naambia fafirru ila Allah, kimbilieni Allah. Huyu ndo wa kumuomba. Wewe nenda kila siku kagonge mageti kwa Wahindi huko, udhalilike kila siku, unaitwa ombaomba. Wao Mungu wao nani? Wewe Mungu wako nani bwana? Hakuna kuomba mtu, fursa hiyo hatupo. Hao makhluki tu, viumbe wamejaa nukswani na aibu tu. Fafirru ila Allah khifafan wa thiqala, kimbilieni Allah, kimbilieni Allah. Kwa hiyo tukamuitikia wanajainahu min al-ghammi, katika mtanange alokuwemo tukamuokoa. Allah hajabakisha, wa kadhalika nunjil mu'minin, hivyo hivyo tutaokoa waumini. Hii pekee yake tu inakutosha. Tutaisoma mara 110 na tukisoma kwa yakini akida yetu, ndani ya masaa 12 majibu yanakuja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tupo watu karibia 50 tunaisoma kwa usingizi, kwa usiku wa Jumatatu, kwa vilio vilivyotawala. Tunamlilia Allah. Hatujamaliza istighfari nyingine baba lao. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku. Hii tunaisoma mara 100. Ukisoma mara 100 sasa umeacha huru shingo 10. Ukisoma mara 100 unapewa ulinzi siku hiyo na shetani kwa kila shari. Ukisoma mara 100 dhambi zako, hata kama ni yale maneno Allah anayosema sasa, ya ibn Adam, ewe mwanadamu, lau ataitani, kama utanijia mimi na madhambi umeyatenda, ana samaa, yamesheheni mpaka mbinguni. Wewe utie tu maji hapa mpaka mbinguni, unaona mchezo? Yamejaa mpaka mbinguni. Hapa tusemi povu la bahari. Kisha ukaniomba msamaha, la ghafartu laka, alafu anaongeza wala ubali, nitakusamehe. Sio kama nitakusamehe tu alafu wala ubali, sijali. Njoo hapa kwa Osman Maiko, amekuwa zima 50,000 zake au laki yake au milioni kakua zima, alafu mbie Sheikh bwana, nitaka nikulipe lakini mambo magumu, nimeshindwa. Alafu akwambie bwana, nimekusamehe, hata sijali. We anakusamehe huko anajali, lakini milioni hivi Sheikh nimemwachia hivi. Sasa Mungu atizame ulikuwa kifagio cha mtaa kiasi gani. Yaani ya neno ya mtume yashikeni jamani. Inna Allaha yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul layl. Man taba qabla an tatlu'a shamsu minhu taba Allahu alayhi. Atakayetubia bwana, jua haliyachomozea magharibi, Mungu kishamkubalia. Au niongeze, inna Allaha yaqbal taubata abidin. Ndio maana akasema abidin din ma lam yughargir. Hakuna kukatishana tamaa. Mungu anakubali toba ya mtu yoyote, ya dhambi sampuli yoyote, ma lam yughargir, hajafikia sakaratil maut. Kwa hiyo ulozini wake za watu, uloiba, ulofanya kila ukorofi, hii hapa usiku huo isome mara 100, ushamalizana na Allah. Ushamalizana na Allah, wewe mpya. Ukiomba utapewa vitu. Mtu aliyokukosea, hata kama ni mtoto wako akikuomba kitu umpi, na ukimpa shingo upande, si ndio hivyo
Sasa tushamkosea Allah, hapa tunaanza kujisafisha. Ndio maana yule mwanafunzi wa Imam Ahmad bin Hanbali alikuwa anaanza kutubia. Hii tutaisoma mara 100. Ya mwisho istighfari. Ni istighfari muhimu. Kuna kitu kinaitwa maghfira, kuna kitu kinaitwa afu. Maghfira unasamehewa na Allah, lakini ile dhambi haijafutwa. Afu ni unasamehewa bila kuwekewa kinyongo, unasamehewa na ile dhambi, ile jarida linachanwa. Ndio mama Aisha akamwambia Mtume, usiku mkubwa kama huo wa Lailatul Qadr, nikijua ndo nimeudiriki niseme nini jambo kubwa? Akamwambia omba afu. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ndio maana katika aya ukiona maghfira na afu mara nyingi inatangulizwa afu kwa sababu ni bora kuliko maghfira. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha afu nini la afuwun ghafur. Mbona vitu hivyo? Afuwun alafu ghafur baadaye. Afuwun ina power. Hii tutaisoma mara 100. Sio kwamba zikwa nyimbo tu za kuna kale kanyimbo ketu ka Ramadhani, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, hata umalize ya karim ushasi wewe janga hilo. Hii ni ya kuisoma kwa idadi kubwa, kwa umakini na machozi. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Unalia, unakumbuka zile hisia za mijidhambi yako, alafu unakuwa mutayakinun. Mtume ndio karambia ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba faqabiluna yustajaba lakum. Lazima uwe na yakini kwamba ishakubaliwa. Kwa hiyo ukisoma hii unasema nimefutiwa kila kitu. Sasa tukishafanya hizo istighfari 4 hizi, tunajihesabia sisi uko akhera tunaonekana watoto wadogo wacha Mungu. Kama sisi hakuna madhambi hamna. Tumeelewana madhambi hamna. Sasa hapo kama madhambi hamna, ndo pa kuomba sasa. Hapo ndo pa kukamua, lakini kabla ya kamua tunaongeza mzido na ongeza mzigo mzito. Tasbihi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Hii wala hawla ni muhimu sana. Wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Hii ni moja. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Hii moja hii. Subhanallah maana hizi tamlaul mizani au tamlau ma baina samai wal ardh. Hizi tasbihati na tahmidati na tahlilati tutazipiga mara 100. Hizi zinafungua mambo makubwa sana, na hizi ni sadaka. Si mnajua penye udhia penye zarupia. Sasa sadaka yetu sisi tutaichukua humo, si unaambiwa dua sadaka. Kwa hiyo sadaka ya mwanzo tutapenyesha hizi tasbihati zote mara 100. Tuambia Allah mzigo huo ushakuja sasa. Tukishamaliza hapo, mmenielewa? Tukishamaliza hapo tunaingia kipengele, yani full kumlilia Allah kwa kila njia. Tunaanza kufungua ukurasa wa hatari. Kabla hatujaomba dua, ukurasa wa hatari. Wa hatari kweli. Tunaenda kumswalia Mtume Muhammad mara 1700 mara 2000 kwa idadi yetu tuliokuepo pale. Tutajitahidi tumswalie Mtume kama mara 1030 au 1050. Tutaenda kufanya sala hiyo, na hizi sala tutafanya sala za kila sampuli. Ala rasihim, swala ya mwanzo ni ile original kuliko zote, ambao alitueleza mwenyewe itakuwa salatu ibrahimia. Aliuliza kaifa nusalli alayka ya Rasulullah, tukuswali vipi? Fasakata hunainatan, Mtume akanyamaza kidogo akafikiria ni wapi kitu gani kizuri, kisha akasema sema Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamid. Hii pekee yake mara 100. Kwa sababu ukifanya mara 100 hatuna haraka ya kuomba. Ukifanya mara 100 mambo 10 ukipewa lazima upate, na usipopata inawezekana hata sala zako za faradhi haziko sawa sawa.
Hapo hatujamaliza, tunakuja salatu naria, ina siri yake. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tama ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurabi wa tuqla bil hawaij. Hii peke yake mara 100. Lisaa linakata na kitu mara 100. Hatujamaliza, tunakuja sala ya mtume ya kuondosha maradhi. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qut. Huko na michuzi inapigwa mara 100. Swala za aina 5 tutafanya swala za aina 5 za mtume salama zote, kisha mwisho tutamalizia ile sala fupi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli. Tutaifanya nayo hii, tutaifanya kwa wingi, itukarimishie idadi kama mara 2000 mara 3000. Kwa idadi tuliyokuepo pale tutapata kama watu 30,000 hivi idadi yake. Hii sala ya mtume, najua mwenye jini pale akai, mwenye uchawi anatapika hapo hapo. Hii habari yake nzito hii swala. Hii ndio siri ya mambo yetu. Tukishamaliza hapo bado hatujaswali hapo, bado hatujaswali ndugu yangu. Tunaingia kwenye kitabu ni Mujazul Mabna walakinaha azima al-ba'da. Kitabu hichi Adiyatul Mukhtara li shahr Ramadhan al-Mubarak. Ni dua maathuri zilizochaguliwa, dua za hatari. Dua ya mwanzo kabisa ambayo tutakayoisoma katika kitabu hichi, silisema wazazi wetu wanatuhitaji tukiwa hai au tukiwa tumekufa. Wa hadhihi hadiyatun adhimatun lilwalidain. Wazazi kwanza tutawapa zawadi. Allah asema wala tansawul fadla bainakum. Usisahau fadhila, wametuzaa, lazima tuwape zawadi wakiwa hai au wamekufa. Hii dua tasomwa. Ikishasomwa hii dua usiku huo kwa machozi ya hali ya juu, nitakushangaa hukutuma jina la mzazi wako na we mwenyewe hukushiriki katika dua hii. Tukishamaliza katika dua hii, kisha baada ya hapo tutaanza kujiombea zile dua karibia zote mtume kasoma. Tutazisoma hichi kitabu kizima. Tukishamaliza tunafunika, tunaifuata Qur'ani al-Karim. Qur'ani we. Tukishaingia kwenye kitabu kitukufu cha Qur'ani pale, tunaifungua suratu Yasin. Likulli shay'in qalbul Qur'an Yasin. Ukisema ummul Qur'an, mama ni msingi, mama ni kiongozi, mama ni Suratul Fatiha ndo mama wa Qur'an, lakini moyo suratu Yasin. Mtume asema anatamani suratu Yasin ingehifadhiwa kwa kila moyo wa muumini. Hii Yasin ina mambo mengi kweli kweli, mpaka maiti tumeambiwa tuwasomee suratu Yasin. Chakula kikiwa hakitoshi, soma suratu Yasin. Mzazi azae kwa urahisi, soma suratu Yasin. Ukiona sehemu kuna majambazi wamevamia, sio haraka haraka kupigia polisi, anza kusoma suratu Yasin. Na ukisoma suratu Yasin mbaya hakuoni. Mtume sallallahu alaihi wasallam nyumba yake ilikuwa tahta hiswali, aliambiwa soma suratu Yasin. Yasin ina siri, na sehemu yake iliyokuwa kali, salamun qawlan min rabbir rahim, pale pana siri tutakuja kuitaja. Sasa hii suratu Yasin ilivyo katika aya zake, kuna vibwagizo vya aya vinaishia mubin. Hizi mubin ndani ya suratu Yasin ziko 7, kila mubin moja. Kama unataka mali na uchumi na pato, unasoma suratul Waqi'a. Kama unataka amani na furaha, ndoa itaka kuvunjika, utaka kuachwa, utaka kuacha, utaka kufukuzwa kazi, unatafuta amani na furaha, soma suratul Inshirah, alam nashraha 10. Kwa hiyo sisi tukifika pale kwenye mubini ya kwanza tutanyamaza. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka, ina siri yake. Tutaisoma mara 10. Kwa hiyo katika mubin 7 tutapata alam nashrah 70. Alam nashrah 70. Hizi alam nashrah zimekuja kumbashiria mtume wepesi. Alam nashrah laka sadraka, hii ni aya alisomewa na Sayyidina Jibril mtume. Alam nashrah laka sadraka, alafu warafa'na laka dhikraka, ndio alisomewa aya hii. Alafu akaambiwa wadhana anka wizraka alladhi yanqadha dhahraka,
huu mzigo aliokuwa ameubeba wa mawazo watu wabaya Maka, tukakuepushia huu mzigo wako ulitaka kukuvunja uti wa mgongo, kwa sababu fa inna ma'al usri yusra, pakarudi wa inna ma'al usri yusra. Sasa hapo na sisi tunataka tutuliwe mizigo ya madeni, mizigo ya kukosa uraia, mizigo ya kila kitu. Hapo machozi mengi na hisia. Hatujamaliza. Tukishamaliza hapo sasa, kile kibwagizo cha kuitikiwa ni yale maneno ambao watu wa motoni watakuwa namlilia Allah: ya Hannanu ya Mannanu ya Fatta, 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 walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Sasa tutatumia majina ya Allah yale ya kujibu. Kuna password: ya qawiyu ya muqit, ajibu ya Allah, ajibu ya Allah, ajibu ya Allah, ya qawiyu ya muqit, ajibu ya Allah. Yani lazima leo tutoe siri za dua mwanzo mwisho. Ajibu ya Allah, ajibu ya Allah. Utaona usiku huo wa minal layl, mwenyewe katuambia wa minal layl. Haya si maneno ya Mtume, Allah ndo anatangaza, fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Hiyo siri man talaba al-ula Imam Shafi kaona